Mheshimiwa Rais alisema kweli, lakini kwa ajili ya nchi na sio kwa ajili ya mtu mwingine. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi inayofuata ni G. Ile G ina maana gawa madaraka kwa unaoongoza, na nyinyi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais kwa hili sio shida zake, alimgawia madaraka Mheshimiwa Popa kakayaacha mwenyewe kule Arusha, na naamini hata mimi kama kula zikutosha naweza kugaiwa vile vile. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi inayofuata ni herufi O. Herufi O hii inasema ondoa uonevu kwa unaowaongoza. Mheshimiwa Mwenyekiti, wote sisi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais alipoingia baada ya kuona manunguniko akaleta tume haki za jinai, tume ya jinai, na sisi leo wote tunasema hapa hakuna kukamatwa na polisi mpaka uchunguzwe. Manunguniko yameondoka na mambo yanaenda vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, inafuata ile herufi Z, zuia migogoro kwa unaowaongoza. Wakati serikali ya awamu ya 6 inakuja, kulikuwa na migogoro mingi sana ya wafugaji na wakulima pamoja na watu wa wanyamapori. Mheshimiwa Rais akaja na tume ile, kamati ya mawaziri wa sekta, na wamefanya kazi vizuri, na leo migogoro imekuwa adimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi ya mwisho ni herufi I. Sasa hapa niwaambie wabunge, waheshimiwa wabunge, hapa mnapaswa kutembea kifua mbele. Kama mtanipa ridhaa ya kuwa spika katika bunge hili, mtainua vipato vyenu, kwa sababu inasema inua vipato kwa unaowaongoza. Mtainua vipato vyenu waheshimiwa wabunge, ili na nyinyi mkawainue vipato vyao kwenye majimbo yenu, ili mradi muendelee kuja huku milele kwa milele. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kusema hayo, kama haitajali, waomba ridhaa wenzangu wanaongozwa na Mheshimiwa Zungu wanaweza kutangaza kujiondoa ili kazi iwe rahisi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho, kama watakuwa na mgomo, wenzangu watakuwa na mgomo kwa neno hilo nilolisema hapo mwanzo, basi naomba wabunge munipe kula nyingi, ikiwezekana na mimi nishinde kwa 97%. Asanteni sana.